yoyote kati yetu ani minkum atakayeshuhudia, kuona, kusikia munkar, amepewa jukumu la kuondosha munkar kwa nguvu zake, biadihi, kama ni bakora au mikono, ufanye hivyo kama mamlaka yako yanakuruhusu, au umepewa mamlaka ya kufanya kuondosha uovu, uchafu kwa kutumia nguvu zako. Hilo ni agizo la mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na katika tawala za nchi, hilo ni jukumu la vyombo vya dola kuondosha munkar. Fa illa yastati, hana mamlaka hayo, ni raia wa kawaida kama tulivyo, fabilisani, au kemee uovu huo, uchafu huo, uhatarishaji huo. Wa illa yastati fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Akishindwa nafasi mbili, basi awe anahuzunika na kusikitika kwa yale yanayotokea. Ndugu zangu, ni kawaida kila panapokaribia uchaguzi, teuzi zetu hizi, chaguzi zetu, basi mvutano ndani ya nchi, vyama vyetu vya kisiasa, watu wenye milengo mbalimbali, ni kitu cha kawaida, hasa katika nchi za Kiafrika. Ni jambo ambalo limezoeleka wala halina utata, kwamba huwa ndio kipindi cha watu kuvutana, kila moja kuonesha uwezo wake, sera zake, na nini atawasaidia raia, atawatolea vipi matatizo. Ni jambo hilo ambalo si aibu, si dosari. Lakini kuzuka kuwa si ushindani, bali ni vurugu, bali ni uchochezi, bali ni chuki, bali ni wahatarishaji wa amani ndani ya nchi. Hapa ndipo mahala hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaelekeza, falyughayyir, na aondoshe uovu huo, chuki hizo zenye kubandikizwa ndani ya nchi, ndani ya uongozi, biadihi, kwa zana alizopewa azitumie kwa uwezo wake. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika misingi ya kulinda amani na utulivu katika nchi. Na hasa linakuwa baya zaidi pale linapomgusa rais kwa kukashfiwa, kwa kutukanwa, kwa kudhalilishwa. Hapa ndio hasa mahala pa kutumika falyughayyirhu biad, au waondoshe uchafu huo, uadui huo, kero hizo, kwa kutumia mamlaka waliopewa wale waliopewa nafasi hiyo. Na sisi wa kawaida ambaye hatuna fabilisani, tukemee tuzungumze kwamba hawa watu hatari, wagonjwa, wachawi wa taifa hili, watu wafichue, waweze kujua kwamba hawa watu wanahatarisha amani, na sote ni wadau wa kulinda amani kwa uwezo wetu wote, kwa kauli zetu, kwa malezi yetu. Na kwa baya zaidi, kwa mavutano ukiwa ndani ya chama kimoja tawala, na wakawa wahusika ni watu ambao wameshika mamlaka au bado wapo ndani ya mamlaka, watu walichukua viapo shatwa kwa uongozi na serikali yao, watu ambao walichukua viapo vya kuhifadhi siri za nchi, wakawa kinyume na mamlaka ambaye ndio iliwafikisha kujulikana na inayowalipa. Badala yake wakawa wao ndio washiriki wa kuleta chuki ndani ya nchi. Na bahati mbaya zaidi, maovu hayo ambayo yanaongozwa na watu
wakaungana na baadhi ya wafuasi wa makanisa kwa matusi. Hili ni jambo ambalo linahatarisha amani, linahatarisha usalama wa nchi, na wakaweza kuungana na watu wa nje ya nchi. Matokeo yote tumeyaona, tumeyasikia na kuyaona. Vijana wa mirungi, vijana wa mabangi, vijana wa buya unga wakawa wanamdhalilisha mama yetu huyu. Sasa tendo hilo, wao namdhalilisha mtu anakutukania mama yako, nini hatma? Utanyamaza? Anakutukania mama yako, huyu ni mama yetu kwa ngazi ya kitaifa. Sasa alitoka kundi liwe linamtukana, linamdhalilisha, na mimi nimesimama upande wa pili, sikubali atukane mzazi wangu, mama yangu. Sasa hali ya usalama iko wapi hapa? Hao vijana ambao wabuya unga, wamerungi kutoka Kenya ni watu waovu, na kiongozi wao anaye wafadhili kwa yatenda hayo ni mtu hatari sana. Ishahatarisha kwa kwao mapigano ambayo yalitokea Kenya, ndugu zetu wakapoteza maisha ya watu wasiopungua 1000. Mambo yako wazi, wala si miaka mingi, si miaka mingi. Sote tumeona mara 2 Kenya imetokea. Chanzo ni huyo mwanamke ambaye ndio kinara wa kuungana na ndugu zetu wa hapa wa Tanzania. Anataka Tanzania yatokee kama yalivyotokea Kenya. Kwa hivyo tukiungana na vyombo vya dola, wao ndio wenye dhima ya kulinda maisha ya raia na mali zao na heshima zao, mbali serikali na rais wao. Wala hauna hahitajiki kabisa kwamba huyu ni rafiki yangu, maana kuna baadhi ya watendaji hao waharibifu, marafiki zao wamesoma pamoja, baada mfumbia macho. Huyo ni mtu hatari pia. Ikiwa mtu amefikia hivyo, basi afai katakuwa safu ya uongo. Sasa hao ndugu zetu wanamtukana mama yetu, jambo ambalo kwa bahati ndugu yangu Sheikh Ponda, taarifa niliyosoma jana, ameachana na chama cha Chadema, kwani ndio chanzo cha haya ambayo yalijitokeza, ndio chanzo cha kualika watu nje kuja kufanya fujo. Kwa hivyo namshukuru, napendelea ndugu yangu Ponda kwa kuachana. Nilikuwa nasikitika sana watu ambao watakuwa wanatukana, wanahatarisha amani, wanamtukana rais, na yeye akawa anahusika kuwa ni mmoja, ni sheikh wa chama hicho. Kwa kweli jambo hilo leo sijui kwamba yupo hapa leo hapa ili tumpe nafasi naye atusalimie. Ndugu zangu, sote ni wadau wa kutetea haki, ukweli kubainisha, wala haionyeshi kwamba sisi ni wa chama. Binafsi mimi sina kadi ya CCM, lakini mimi na kadi ya Utanzania. Ni Mtanzania na haki zote za kutetea nchi yangu, usalama raia wenzangu. Hao ndugu zetu watakutetea katika majanga. Watoto wao wote wapo Ulaya na wake zao. Amebaki yeye mguu nje mguu ndani. Mambo yakiharibika ameruka na tuacha sisi tunauana. Hatujui maisha yetu, hatujui pa kwenda. Kwa hivyo tuyajue hasa vijana ambao ndio wahanga wakubwa wa matokeo kama haya. Na yasipodhibitiwa, ibara mashuhuri, inna mu'dhama an-nari min mustasghari sharari, moto mkuu chanzo ni jitu tu. Sasa tusiwaache hao, tuone watu hatari, watu wanafaa kukimbiwa katika jamii na kutajwa kabisa majina yao, kwamba huyu mtu anahatarisha amani na atatuweka mahala pabaya. Jambo la amani ni jambo la muhimu sana kwa binadamu. Nabiullah Ibrahim alayhi salam alimuomba Mola kisema, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min athamarat, ewe Mola jaalia jiji hili
liwe salama na amani na utulivu, kisha ndio waruzuku. Imeombwa amani kabla ya kuomba chakula. Ni maana kwamba nchi kama haina amani hauwezi kulima, viwanda vifanyi kazi. Sote tunaona hali ya Sudani, hali ya Kongo, hali ya Gaza, hakuna amani, watu wanakufa njaa. Sasa hayo mahala pasipokuwa na amani, hayo yote yako wazi. Ndugu zangu, hao vijana wa Kenya, Sheikh Izzuddin wa Mombasa aliweza kuwafunua uongo wao na unafiki wao kwamba kuna matokeo kadhaa yametokea Kenya, hawakuonekana wanaharakati. Leo watoke huko wanakuja hapa kwetu. Angalia kwenye YouTube utamkuta Izzuddin akielezea hayo ya wanaharakati wa Kenya, bali pia wanaharakati wa Tanzania. Ndugu yetu Sheikh Mwaipopo aimuelezea kabisa, amemwanzia kueleza nani Gwajima na unafiki aliokuwa nayo kuanzia moja mpaka hatua aliofikia, kwamba ukimsikiliza utajua kweli kwamba ni mtu hatari, ni mtu muongo, ni mtu mnafiki. Na wengineo pia tunajua, tunaamini inshallah kwamba watalifahamu hivi. Na unafiki wa hapa kwetu ni wazi kwamba tuna mashekhe kadhaa walifungwa chini ya miaka 7. Kuna vijana kadhaa walikuwa wakipotea kule Kibiti wakituba kwenye mtu. Hatukuona mwanaharakati kuja kulikemea hili. Mashekhe miaka 7 na wengine bado wapo, ni katika awamu ya 5. Hao ndio wengi wao waliopotea. Wanaharakati hao wapo, hawakuinuka kuja kuzungumza na umma kwamba matendo haya ni ya uonevu. Lakini kwa nini hilo lionekane kwamba wakati wa rais huyu mama Muislamu, je, kwa Uislamu wake au kwa kujistiri kwake au kwa Uzanzibari wake? Haya ni mambo ya ubaguzi, na ubaguzi ni katika vitu hatari katika taifa letu. Ndugu zangu, tunapozungumza vijana wale wa Buyaunga wa Kenya, tuzungumzie wote. Ni kile kikundi kichache kinachofadhiliwa, wanawataja wenyewe, Bi Sarungi, Maria Sarungi na yule Mata nani yule, ndio wanafa. Lakini Kenya wapo waungwana wenye heshima na taadhima, kuanzia kwa rais wa Kenya, Rais Ruto. Wale kutokuwa na heshima wamempiga kiatu. Hivi karibuni rais wao amempiga kiatu. Rais Ruto ametaka msamaha, ametaka udhur kwa matendo waliofanya raia zake katika nchi yetu. Hii ni kuonesha uungwana na kujua kwamba matendo waliofanya vijana wa Kenya ya kumkashifu mama yetu ni matendo ambayo hayastahiki kabisa. Kwa hivyo hata rais aliyekuwa awali, Uhuru Kenyatta, ni mwenye heshima na taadhima. Nakumbuka alipohudhuria mazishi ya rais wa awamu ya 5 Magufuli pale Dodoma, wakati Uhuru Kenyatta anazungumza, ikatokea adhan Dodoma hapo msikiti jirani, kwa heshima, kujua kwamba Watanzania wanaheshimu ibada, wanaheshimu swala, wanaheshimu adhan. Alisimamisha hotuba yake zaidi ya dakika 5 mpaka adhan ilipomalizika, akaendelea. Huu ni uungano mkubwa sana alionyesha rais aliyekuwepo Kenya, Rais Uhuru Kenyatta, na huyu mwenzake pia Ruto, wote wanaonyesha binadamu. Na hivyo ndugu zangu, kwa muda pia wa kuchinja, naona watu wanataka kujitayarisha, nikatiza. Hakuna la ziada ila ni kuliombea taifa letu kwa amani, na kuomba sio kwamba ni tamasha mpaka tumwite mwenyewe mama watendaji wa serikali kama wanaofanya baadhi ya wenzetu, siku fulani tutamwita mama tutakaa. Hapana, dua an dhahri alghaib, mwenyewe akiwa hayupo. Katika swala zetu tunaombea taifa, tunaombea uongozi wote, kuanzia kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
na wasaidizi wake wote na watendaji wote amani, uzima wapate, na muda wa kupanga wajue namna ya kutusaidia kuisaidia nchi. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna sahlan idha shi'ta sahlan faj'al umurana kullaha sahlan. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa sallallahu ala habibika al-mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tunakwenda Sheikh Juma Poli, mwanazuoni mzito sana, mwanazuoni ambaye anafahamu anachoeleza, anafahamu Uislamu vizuri sana, anaifahamu pia siasa ya Tanzania vizuri sana, na amejitahidi kuwa mwadilifu wa hali ya juu sana, na anaipenda Tanzania. Kwa hiyo kila anachofanya kwa mimi kinanivutia sana, sababu anakipanua na kuelimisha umma, inafika katika kiwango cha hali ya juu sana cha kuelimisha watu. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri na aendelee kuwa hivyo. Mimi ningependa kunasihi amani kwa hali yoyote ile. Amani na tuheshimiane, tuishi kwa utulivu ule ule bila kubaguana kwa dini wala kwa kabila wala kwa mikoa. Tuendelee, kwa sababu hiyo ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ametujalia Tanzania peke yake katika nchi za Afrika tunaweza kuwa tunapendana bila kubaguana na kuwa karibu na kuoneana huruma na kupendana. Sio nchi zingine zimepata faida hiyo. Kwa hiyo tunapenda na kizazi kijacho pia na wao pia tuwape na saa hiyo, kwamba na wao pia wakikuwa wakuwe hivyo, wasiharibu hii tunu ambayo ikiharibika ni kama vile yai likishavunjika kuna la kufanya. Leo ni siku ya Eid ya kuchinja. Wakati huo sisi sherehe zetu za Kiislamu sio sherehe za kufanya maasi, sio sherehe za kunywa pombe au kwenda kwenye vilabu vya mambo ya uchafu na kadhalika. Hapa tunashukuru kwamba sherehe zetu kwamba turudi kwenye familia, tushirikiane pamoja katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, tusiache yale ambayo tunatakiwa tuyafanye kila siku, swala na kunasihiana.